Lakini kwa nini overtrading imekuwa ikisumbua traders wengi kiasi cha kuaminika kwamba katika hatua fulani kila trader huwa anapitia changamoto hii? Na labda hata wewe mwenyewe binafsi umekuwa ukijiuliza, kama sio kukifanya wewe mwenyewe, basi naamini umeshakutana nacho kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram ama kwenye magrupu ya WhatsApp, Telegram na kwingineko, ukiona watu wengine wakikifanya. Lakini hebu tujiulize, unajuaje kwamba sasa hivi una overtrade? Kwa sababu wote tunajua kwamba hakuna mtu atakayekuja kukuambia au ujumbe wa notification utakaoingia kwenye simu yako kukueleza kwamba sasa hivi unaleta ulafi. Sasa je, overtrading ni pale ambapo unafungua trades nyingi kwa wakati mmoja, au inaanzia pale unaposhinda siku nzima kwenye charts, au ni pale ambapo unaanza kuhisi kama ukitoka mbele ya market kuna pesa utaiacha? Lakini ukweli ni kwamba trader, overtrading sio idadi ya trades pekee. Lakini sasa kuna swali muhimu sana trader. Hili tatizo linaanzia wapi? Na kwa nini mtu anayejua kabisa sheria zake yeye mwenyewe anaishia kuzivunja? Kwa nini mtu anayejua anatakiwa asubiri confirmation anaingia kabla ya confirmation haijatokea? Well, hapa nimekuandalia listi ya vitu 5 ambavyo vinaweza vikawa ndo sababu kubwa sana zinazowasukuma traders wengi kuingia kwenye overtrading. Hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa mazito kidogo, kwa sababu ukweli ni huu: mara nyingi overtrading haianzi kwenye charts. Overtrading inaanza ndani ya maisha ya trader kabla hata hajafungua laptop yake. Kuna vitu vinatokea taratibu sana ndani ya akili yako mpaka vinaanza kubadilisha namna unavyoiona market. Na kinachokifanya iwe hatari zaidi ni kwamba unakuta vinakuja kama marafiki tu, vinakuja kama mawazo madogo ya kawaida kabisa. Hii trade itakuacha japo haina vigezo vyako, ingia basi hata kwa lot size ndogo. Na taratibu sana, kabla hujagundua, unajikuta unaanza kuacha kufuata mfumo wako na unaanza kufuata hisia zako. Sasa sababu ya kwanza ambayo inafanya traders wengi sana waingie kwenye overtrading ni kukosa trading plan. Najua watu wengi sana wakisikia trading plan wanafikiria ni kama kitu kigumu sana. Wanafikiria labda ni kama PDF fulani hivi la kitaalamu ambalo linahitaji uwe ni expert ndo uweze kuiandaa. Na leo nilikuwa nataka tuelewane kitu kimoja tu, kwamba trading plan sio makaratasi. Trading plan ni ramani. Kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye amewahi kwenda sehemu ambayo haifahamu bila kuwa na ramani, alafu ukategemea kufika salama. This road goes that way and that way. Trader asiyekuwa na trading plan anapokaa mbele ya chart, kila movement ambayo atakuwa anaiona inaonekana kama ni opportunity. Yaani unakuta kila candle unayoiona unaona kama ni signal. Kila breakout unaona kama ni pesa hivi na unataka kuitrade. Kila pair unaona kama vile inakuita, inakuvutia uende. Sasa na jambo baya zaidi ni kwamba hapa akili inaanza kujenga stori za kukufanya wewe uvutike na kuingia kwenye hizo opportunity unazoziona ambazo kiuhalisia sio opportunity. Na unakuta wakati mwingine unaanza kujiambia labda hii inaonekana kama ni trading nzuri, au labda unaanza kujiambia kwamba hii inaweza ikaenda ikaniacha, kwa ngoja niingie mapema, au labda ngoja nifungue trading nyingine labda itageukia hapa. Sasa unakuja kujishangaa ulipanga kabisa asubuhi kwamba leo nitafungua trade moja tu, lakini inapofika jioni una trade sio chini ya 20. Na sasa unakuta sehemu ya kuumiza zaidi ni kwamba mtu akija akakuuliza kwa nini uliingia hizo trade zote, unakuta hauna jibu. Na sasa hapa unajua kuna siri nzito ambayo watu wengi hawaijui. Kama hauna plan, ukweli ni kwamba ubongo wako utakutengenezea plani mpya. Na kwenye upande wa trading ndo changamoto kabisa, kwa sababu unakuta
kila baada ya lisaa, kila baada ya kendo kufunga, ubongo wako unakutengenezea plani mpya. Na tatizo ni kwamba plani zinazotengenezwa na hisia mara nyingi zinakuwaga na mwisho mmoja tu ambao ni overtrading. Na swali ambalo unatakiwa labda ujiulize tu ni kwamba, kwa uaminifu kabisa, wewe jiulize tu kwamba huwaga unaingia trade kwa sababu mfumo wako umekwambia uingie, au unaingia kwa sababu moyo wako unahisi kwamba ukiacha hiyo trade utakosa nafasi. Sababu jibu la hilo swali linaweza kuwa sababu ya akaunti yako kuwa hivyo ilivyo sasa hivi. Sasa sababu ya pili inayowasukuma traders wengi kuingia kwenye overtrading ni kitu kinachoitwa FOMO au fear of missing out. Kwa Kiswahili rahisi kabisa tunaweza tukasema ni hofu ya kuamini kwamba ukikosa hii trade huenda umekosa nafasi ambayo ingerahisisha maisha yako. Sasa na kitu cha kuogopesha zaidi kuhusu FOMO ni kwamba huwa haiji kama adui. Huwa inakujaga kama agency hivi. Kwamba kitu fulani hivi cha uharaka unakuwa unajisikia kama kuna jambo la muhimu sana ambalo litaondoka mbele yako kama usipotake action. Sasa na mara nyingi ukisikiliza hiyo sauti na kufungua hiyo trade, utaishia kwenye stop loss. Alafu ukiendelea na mtiririko huo huo, utajikuta umefungua kwa siku moja trades nyingi kuliko ulivyokuwa umepanga. Lakini hapa sasa kuna siri kubwa ambayo leo ningependa nikufahamishe. Mara nyingi sio hofu ya kukosa trade. Hapana. FOMO mara nyingi ni hofu ya kubaki na maisha yale yale. Yaani unajikuta unatamani kuyakimbia au kuyatoroka maisha yako kutokana na uhalisia ulionao. Kwa sababu ndani yako kabisa unakuwa unafikiria kwamba hii ndio move ambayo ningepata breakthrough yangu. Hii ndio trade ambayo ingebadilisha akaunti yangu. Au labda hii ndio nafasi ambayo nimekuwa nikiiomba kwa muda mrefu. Sasa inapotokea market inaondoka bila kufikia sehemu au eneo ambalo ulikuwa unatarajia, unakuwa tena hauoni kama ni movement ya kawaida. Unakuwa unaiona kama vile ndoto zako zinaondoka mbele ya macho yako. Sasa na hapo ndipo overtrading inapoanzia. Lakini sasa nataka niwaambie kitu kimoja, kwamba soko haliishi leo. Yaani inabidi urudie tena. Soko haliishi leo. Kwa sababu mature traders huwa wanajua kitu kimoja, kwamba trade uliyoikosa leo sio ya mwisho kwenye maisha yako. Market itafunguka kesho, wiki ijayo, itafunguka tena mwezi ujao, itafunguka tena mwaka ujao. Lakini akaunti yako ikiharibika leo kwa sababu ya panic na mihemko, itahitaji muda kuirecover. Sasa hapo tunatakiwa ujitathmini wewe kama wewe uko tayari kwa hicho kitu. Sasa sababu ya tatu inayofanya traders wengi waingie kwenye overtrading ni kitu kinachoitwa greed, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema ulafi au kukosa shukrani, au unaweza ukasema tamaa ya kutaka kupata zaidi. Na hapa nataka niweke wazi kitu kimoja. Greed sio kupenda pesa, sababu kila mtu anaingia kwenye trading anataka pesa, anataka apate mafanikio. Hakuna mtu anayefungua account akisema mimi nimekuja hapa kupata hasara. Kwa hiyo tatizo sio kutaka maisha mazuri au kutaka hayo mafanikio. Tatizo linaanzia pale ambapo hamu ya hayo mafanikio inaanza kukuzidi uwezo wako wa kuvumilia process. Wewe jiulize tu, nini kila ukipata kidogo, akili yako inaanza kukudanganya kuwa unaweza kupata kila kitu ndani ya siku moja. Unakuwa ni mtego gani huu wa dopamine ambao unakufanya wewe usiridhike na hatua ndogo ndogo za ukuaji? Unaanza kujiuliza, kama trade moja imenipa hii, vipi nikiongeza lot size? Vipi nikifungua trade nyingine? Vipi nikitumia nafasi hii vizuri? Sasa na hapo ndipo kila kitu kinapoanza kubadilika. Polepole unaanza kuacha kufuata process yako na kutreat trading kama biashara, na unaanza kufanya trading kama mashine ya kutengeneza pesa hivi. Kuna wakati akaunti yako tayari inakuwa imeshakupa kile ilichotakiwa kukupa kwa siku, lakini greed inasema trade moja tu ya mwisho. Sasa na mara nyingi hiyo trade moja ya mwisho hiyo ndio huwa inakuwa ni mwanzo wa safari yako ya overtrading. Kwa hiyo hapa wakati mwingine haupotezi account kwa sababu ya losses, unapoteza kwa sababu ya profits.
sababu wakati mwingine profits zinakufanya ujisikie kama wewe ni invincible hivi. Unaweza zikakudanganya ujione kama vile market imeanza kukuelewa na kwamba ni hauwezi kupata hasara. Sasa hiyo ni hatari sana. Sasa sababu nyingine ya 4 ambayo inawasukuma traders wengi sana kuingia kwenye overtrading ni kitu ambacho watu wengi huwa hawakitarajii kabisa, na kitu chenyewe ni upweke au boredom. Na hapa nataka unisikilize kwa umakini sana trader. Wakati mwingine tatizo linakuwa hata sio pesa. Wakati mwingine tatizo linakuwa ni ukimya. Unakuta unafungua chart sio kwa sababu kuna setup, sio kwa sababu market imekupa signal, hapana. Unakuta umeifungua tu. Dakika chache baadaye unaanza kupitia pia tofauti. Alafu baadaye unaanza kuona hii inaonekana kama ni setup, ngoja niingie kidogo. Na hapo sasa ndipo unapoanza taratibu kuingia kwenye overtrading. Kwa sababu traders wengi wanafikiri kwamba wana trade kwa sababu ya opportunity. Lakini wakati mwingine watu huwa wanaingia kwenye trade kwa sababu wanatafuta kitu cha kuwafanya wajisikie wako hai. Na sasa market huwaga ni sehemu ambayo inaweza kukupa hiyo feeling. Kwa sababu kila unapofungua trade, moyo wako unaanza kudunda, unapata zile excitement, unapata anticipation, kuna adrenaline unapata, kuna hisia kwamba kuna kitu kinaendelea. Hapo sasa unakuta boredom ile inaondoka, lakini sasa inakuachia shida moja. Market inaanza kuwa sehemu unayokimbilia ili ujisikie vizuri. Kwa hiyo sasa wakati mwingine unajikuta unafungua charts mara kwa mara, sio kwa sababu labda unapenda forex sana. Hapana, inakuwa ni kwa sababu unataka tu kutimiza mahitaji yako ya kihisia. Na sasa ikishafika katika hii hatua, swala la overtrading linakuwa tena halina mjadala. Inakuwa ni swala la muda tu. Sasa swala la mwisho ni revenge trading au kisasi. Hii ipo wazi kabisa. Na mara nyingi traders wengi huwa wanashindwa kukubaliana na hasara sio baada ya kupata hasara. Wanashindwa kukubaliana na hasara tangu mwanzo, kabla ambapo hajachukua hiyo trade. Unakuta mtu anachukua trade akiwa na ego, anachukua trade akiwa anajiamini kwamba hawezi kwenda wrong, hawezi kukosea. Na hii ni makosa sana, kwa sababu mojawapo ya kitu ambacho unaweza ukakitumia kujikinga na revenge trading na overtrading ni kukubali hasara hata kabla ya kuingia kwenye hiyo trade husika. Sasa hichi kitu kiko straightforward kabisa, wala hakihitaji maelezo mengi. Sasa kama umefika mpaka hapa, nataka nikuulize swali moja la mwisho. Je, ni kweli huwa una overtrade kwa sababu unapenda pesa sana, au kuna kitu kingine ndani yako kinatafuta kitu kupitia market? Kwa sababu leo tumezungumzia vitu vingi sana kuhusu issue ya overtrading, lakini ukiangalia kwa umakini sana, hivi vitu vyote vina mzizi mmoja. Vitu vyote hivi vinaanzia sehemu moja, ambapo ni kwenye akili yako. Yaani overtrading haianzi siku akaunti yako inapungua. Huwa inaanza siku ambapo unaanza kupoteza uwezo wako wa kukaa kimya mbele ya market. Sasa rudia tena hii video kwa makini kabisa. Take notes. Na kama unataka kuendelea kujifunza saikolojia ambazo traders wengi hawaambiwi kuhusu fear, discipline, dopamine, consistency na vita vya ndani ya trader, basi usiache kusubscribe kwenye channel hii, kwa sababu kwenye video inayofuata tutaenda kuongelea kimoja baada ya kingine na namna gani unaweza ukapambana navyo na kuvishinda. Kwa hiyo nikukaribishe kwenye video inayofuata. Tukutane tena trader.